Serikali ya Urusi imetangaza kuwa Rais Vladimir Putin amealikwa kujiunga na kile kinachoitwa Baraza la Amani lililoanzishwa na Rais wa Marekani Donald Trump lenye lengo la kusimamia kusitishwa kwa mapigano na mpito wa kisiasa katika ukanda wa Gaza. Taarifa hiyo imetolewa na msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov, ambaye amesema Moscow inatafuta kufafanua kwa kina masharti na maudhui ya mwaliko huo kabla ya kutoa msimamo wake rasmi. Tangazo hilo limeibua maswali mengi kimataifa, hasa ikizingatiwa kuwa Putin bado anaendelea na vita nchini Ukraine ambavyo vimesababisha vifo vya mamia ya maelfu ya watu katika nchi hiyo. Rais huyo wa Urusi amekuwa akikataa mara kwa mara mapendekezo ya kusitisha mapigano katika mipaka ya sasa ya vita, jambo linalozua wasiwasi mkubwa kuhusu uhalali wake kushiriki katika chombo kinachodaiwa kusimamia amani ya kimataifa. Kremlin pia imethibitisha kuwa mjumbe maalum wa Putin, Kirill Dmitriev, atahudhuria jukwaa la kiuchumi duniani huko Davos wiki hii ambako anatarajiwa kukutana na wajumbe wa Marekani. Hata hivyo, haijafahamika iwapo mazungumzo haya yatahusisha moja kwa moja suala la Baraza la Amani la Gaza. Mpango wa Trump wa kuunda baraza hilo ulitangazwa kama sehemu ya mapendekezo ya kusitisha vita Gaza, likikusudia kusimamia mpito wa kuelekea amani ya kudumu na kusimamia kamati ya wataalamu wa Kipalestina itakayoshughulikia uendeshaji wa kila siku wa eneo hilo. Mpango huo uliidhinishwa kwa namna isiyo wazi kupitia azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mwezi Novemba mwaka uliopita. Miongoni mwa walioteuliwa awali kujiunga na baraza hilo ni Donald Trump mwenyewe kama mwenyekiti, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, waziri mkuu wa zamani wa Uingereza Tony Blair, mfanyabiashara Steve Witkoff, mke wa Trump Jared Kushner, pamoja na rais wa Benki ya Dunia Ajay Banga. Aidha, Trump ametuma mialiko kwa viongozi wa nchi kadhaa ikiwemo Argentina, Paraguay, Uturuki, Misri, Canada pamoja na Thailand. Belarus imethibitisha kuwa rais wake Alexander Lukashenko amekubali mwaliko huo. Uingereza imeripotiwa kuwasiliana kuhusu uwezekano wa kujiunga, ingawa waziri mkuu Keir Starmer bado anasubiri mwaliko rasmi. Hata hivyo, Ufaransa imesema haitajiunga na baraza hilo, ikisisitiza kuwa inabaki kushikamana na mkataba wa Umoja wa Mataifa kama msingi wa diplomasia ya kimataifa. Canada pia imesema haitalipa ada yoyote ya wanachama, huku msimamo wake kamili ukiendelea kufanyiwa tathmini. Kwa mujibu wa nyaraka za baraza hilo, viongozi wa kitaifa watatumikia kwa kipindi cha juu cha miaka mitatu, isipokuwa serikali zao zilipia dola bilioni 1 ili kuwa wanachama wa kudumu. Mpango huo umeibua ukosoaji mkubwa, huku wachambuzi wakisema unafanana na mfumo wa wanachama wa kibiashara wa Trump katika mali zake binafsi. Ushirikishwaji wa Putin katika baraza linalodaiwa kusimamia amani ya dunia umeongeza tuhuma zilizokuwepo kwa muda mrefu kuwa Trump anaegemea Urusi katika mtazamo wake kuhusu vita vya Ukraine. Wakati huo huo, hali ya Gaza bado ni tete, huku mashambulizi ya Israel yakiendelea na kukosekana kwa matumaini ya haraka ya utekelezaji wa mpango wa kusitisha mapigano au kuundwa kwa kikosi cha kimataifa cha usalama. Kwa sasa, mustakabali wa Baraza la Amani la Trump bado hauko wazi, huku jumuiya ya kimataifa ikigawanyika kuhusu uhalali wake, ajenda zake halisi na athari zake kwa mfumo wa sasa wa diplomasia ya kimataifa.